ni vema tuendelee na kujipima. Inafikanga wakati mwingine ina force wewe ujipime. Ujiangalie vile ulivyo. Utazame ndani ya moyo wako. Haleluya. Hiyo wimbo nimeendelea na kuimba, na jaribu kuacha kuimba, naendelea na kusikia inaendelea na kuwa ni kama inaendelea na kuwa na upanuzi zaidi ndani yangu. Bwana asifiwe. Kwa kuwa kunazo amri za Bwana, na hizo ndio za muhimu. Bwana asifiwe. Hizo tuzishike. Za dunia ndio ziko, lakini zaidi ni za mbinguni. Hizo ndio tunashika hata zaidi. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo tumeshika za mbinguni zaidi, tunaweza kutoboa hii dunia. Tunaweza kutembelea juu ya hii dunia. Tunaweza kuenenda tukishinda kwa hii dunia. Praise the name of the Lord. And that is the most important. Hallelujah. Wale waliokuwa wa zamani, na mimi nafurahia kuwakumbusha hao, na ndio mimi nakaa nikikumbuka wale waliokuweko. Kama ni wao dakika hii wangekuwa akifanya nini? Nimekumbuka the other day Bishop akisema ameamuka akaulizwa. Ni vile watu wamepanic na wametetemeka na wameogopa. Ati kama ni wao siku ya leo bahari ya Shamu ingefunguka. Hiyo swali ninaikumbuka, machozi nataka kunitoka. Ati bahari ya Shamu ingefunguka, Red Sea ingefunguka. Hebu jiweke hapo siku ya leo. Hiki ni kifo kilikuwa nyuma yao. Pande hii mbele bado ni kifo. Haleluya. So ilikuwa ni either wafe ama watazame juu, because either mbele ama nyuma kulikuwa na kifo. Na hiyo swali ambapo Bishop alipoamuka alishtuka akaniambia, unasikia hii swali nimeulizwa. I was shocked. Bado mimi saa nyingine Mungu kumbuka, machozi nataka kutoka. Because mimi nijiweka pale mahali. Sitakai kusikia kama ni watu wengine waliambiwa, because I believe God huwa haulizi swali hivyo tu. There is a reason. Praise the name of the Lord. Wacheni tuenende kwa neno haraka kwa sababu ya masaa. Let us read Matthew 14. Tutaienda through tu hivyo speedy. Matthew 14. Naona nikana kwamba hatuniti tafsiri vile. Bwana asifiwe. Tutaenenda tu na lugha ya Kiswahili, na tuejue ya kwamba sisi wote tukienda masokoni tunaongea Kiswahili. Sioni soko ambayo huwa na Wakikuyu peke yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa sasa, kwa sababu ya vile tuko katika controlled time, katika kutii serikali, na wacheni tuenende katika neno, tusikie vile Bwana atasema. Na tunaona wakati wa ule wa mfalme Herode, Matthew 14. Wakati ule wa mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake. I think Kelvin, you can read for me because you read faster. I don't know whether you come nearer. Pull your itakufikia. Okay. Wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyo ndiye Yohana Mbatizaji, amefufuka katika wafu. Na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia, mke wa Filipo nduguye. Kwa sababu Yohana alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Naye alipotaka kumuua, aliwaogopa watu, maana walimuona Yohana kuwa nabii. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode. Hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye huku akichochewa na mamaye akasema, nipe katika kikombe, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Naye mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani,
kichwa chake kikaletwa katika kombe, akapewa yule kijana, akakichukua kwa mamaye. Wanafunzi wake wakaenda wakamchukua yule maiti, wakamzika, kisha wakaenda wakampasha Yesu habari. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakaenda wakampasha Yesu habari. Don't put the mic down. So tunaangalia kile Herode yeye aliposikia habari ya matendo ya Kristo, yeye alidhania ya kwamba ni Yohana amefufuka. Yeye hakuwa akijua kunaye mwingine ambaye yupo. Yeye alidhani ni yule ambaye aliyekuwa amemuua. Praise the name of the Lord. So nataka tuende tu hapo ndio tuelewe, usikate, bado sijafika mahali nataka kunena kuhusu. Tuendelee. Naye Yesu aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani. Na makutano waliposikia, walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake wakamwendea wakasema, mahala hapa ni nyika tupu na saa imekwisha pita. Usimamia hapo kwanza. Bwana asifiwe. Hata kulipokuwa tukaambiwa Yesu akatoka akaona mkutano mkuu. Wale walikuwa wameshaenda na Yesu akawa ameenda peke yake akakaa. Walipojua kule Yesu alienda, Bwana asifiwe, makutano wengi wakaenda kumtafuta. Huku mfalme ameshtuka na amesikia habari. Pande hii naye huyu ametoka aenende faragani akaombe kwa sababu ya yale amesikia. Kumbuka yeye alikuwa amesema of all the prophets, yule mkuu zaidi ya wale wengine wote akasema alikuwa ni nani? Yohana. Kumbuka Yesu alikuwa ameshanena akasema hivyo. Na kwa hivyo Yohana alipokuwa amefariki, Yohana aliposikia kile kimeendelea, na Yohana kumbuka alikuja ili akatayarisha njia kwa ajili yake Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo aliposikia Yesu akawa hawakuhuzunika, akaenenda faragani kuomba. Pale akiwa faragani maombi, umati ambao ulikuwa ushasikia rekodi kama vile mfalme tumesikia alisikia rekodi, wakaambuka wakaenenda kumfuata. Miguu mbali wameshikana wameenenda. Haleluya. Walikuwa na njaa, walikuwa na tabu zao, walikuwa na kile wanatarajia kupata kutoka kwa Kristo. So waliposikia ameenenda, hawakukaa chini, hawakujificha, hawakujikunja, kwa sababu walikuwa wanatamani kupata kutoka kwake. Walikuwa wanatarajia kupokea kutoka kwake. Wakashikana, mtoto wake, shosho wake, watu wao wakazunguka miguu mbali, wakaenda mpaka kule Kristo alikuwa. Kumbuka Kristo alikuwa amewaondokea, ameenda faragani maombi. Haleluya. Na kwa sababu ya ile njaa na ile kutaka kusikia na kupokea kutoka kwake Kristo, tumeambiwa na neno nini? Ya kwamba walipomuona, Yesu alipoona, Bwana asifiwe. And when he went ashore and saw a great throng of people, he had compassion, pity and deep sympathy for them. Haleluya. Yesu alipoona ile njaa, huku kuna jambo limetendeka lina uchungu. Haleluya. Yesu amesikia kile kimetendwa. But Yesu hakustop. Akaenda faragani kumuomba Bwana. Sijui siku ya leo kama wewe uko faragani ukimuomba Bwana. Sijui kama unamlilia Mungu, ama sijui unafikiria nini, ama sijui kama umebebwa na yale yanaendelea ulimwenguni. Because tukikubali kubebwa na yale yanaendelea ulimwenguni, hatutaweza kusikiwa na Mungu, because hatutakuwa na ile groaning ya kupokea kutoka kwa Mungu Baba. Praise the name of the Lord. Hatutakuwa na ile njaa ya kusikia kutoka kwa Mungu Baba. Haleluya. Angalia hawa waliposikia, walisikia tamaa na njaa ya kumsikia Kristo. Yesu aliposikia habari ya Yohana, yeye pia akawa na kuhuzunika na akaenda faragani kumuomba na kunena na baba yake. Haleluya. So either ways, Yesu mwana wa Mungu, yeye bado alikimbia kuongea na baba yake.
Naye huu umati nao pia kwa ajili ulikuwa na njaa, bado uling'ang'ana kwenda kutafuta answer kutoka kwake yeye Kristo, ambaye amesikia ripoti ya Yohana na bado anahuzunika. Praise the name of the Lord. So katika hawa wawili, haleluya, pakawa wakati ambapo walikuja na wakakutana. Are we together? Wakati hawa wawili walikutana, Yesu huku ametoka kulilia baba yake. Kwa hivyo yeye alienda kwa baba, hujui ni neno gani alimwambia, but he went to his father. Kama vile sisi tuko supposed kuwa tukirudi kwa baba yetu. Nao hawa walikuwa na njaa. Kama vile siku ya leo ni wengi wako na njaa na maswali. Ni jibu gani wanapata kutoka kwetu sisi wa Kristo? Ni jibu gani mtu huyo ako karibu na wewe anapata? Because today sisi wote tunaongea language ya mtu yoyote pia ambaye hajaokoka. Haleluya. Sisi wote tumeshake mkono na kukubaliana na dunia ile inaongea. Wewe tumesahau Biblia imetuambia nini? Yeye alitupatia mamlaka, nguvu na mamlaka ya kutembelea inge na nyoka. Yesu kama angeogopa anyamaze na atishike kwa sababu amesikia kile kimeendelea, hawa ambaye walikuwa na njaa walikuja kwake, hangeweza kuwaface. Hello? Hangeweza kuwaface. Lakini tazama vile tunaambiwa na neno. Haleluya. Yeye Yesu alipotoka, they followed him on foot from the town. Na yeye alipokuja ashore, alipokuja kutoka kwa sababu yeye alikuwa ameingia katika lake, kwa maji, alipotoka ufuoni sasa akaja nje, akapatana na umati. Ulikuwa ushatembea mbio, unajua shortcut, na ukafika mbele yake. Bwana asifiwe. Tunaambiwa alifanya nini? Hebu soma hapa 14. Yesu akatoka, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Alipotoka akaona nani? Akaona nini? Akaona mkutano mkuu. Akaona mkutano mkuu. Si mkutano ulikuwa umeitwa na chief? Si mkutano ulikuwa umeambiwa, umetangazwa ati uko na huko? Ni njaa na yale mambo ya wao walikuwa na wao. Na wanataka jibu, wanataka waponyewe, wanataka kuona Mungu. So Yesu alipokutana na wao, huruma ikajaa. Biblia imetuambia nini? Akafanya nini? Akawahurumia. Akawahurumia. Akawaponya wagonjwa wao. Akawaponya wagonjwa wao. Haleluya. Amen. Na hakuna mahali tumeambiwa akaponya wengine akawacha wengine. Tumeambiwa hivyo. Alipowaona aliwahurumia, akaponya wagonjwa wao. But walienda kwake. Ama walienda kwake. Hakuenda kwao, walienda kwake. Na alipowaona huruma ikajaa, akaponya wagonjwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Wana wa Bwana, wacheni tujiachilie kwa Mungu Baba. Wacheni tuondoe kupanic na uoga. Wacheni tuache kufikiria vile wengine wanafikiria. Hebu tuangalie juu kwa Baba. Yesu aliangalia. Na sisi wakati ambapo tutaangalia juu kwa Baba, haitamata kile tutakuwa tukipatana nacho ama kile tutakuwa tumesikia. I know and I believe and I am sure that wakati ambapo tutaelewa na tutajua ya kwamba all we do is hunger. Biblia imeniambia huruma zake ni mpya kila asubuhi. Kila asubuhi. Si saa hiyo tu Yesu aliona huruma. Huruma zake huwa juu yetu kila asubuhi, kila siku. Haleluya. So ni nini nataka kusema? Tuko mkononi mwa Bwana. Tukumbukeni tuko mkononi mwa Mungu Baba. Mimi niko mkononi mwa Bwana, wewe uko mkononi mwa Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa sababu tuko mkononi mwa Bwana, si tukatalia hapo.
Tukatae kutingizwa. Tukatae kuogopa. He said, my mercy, mimi sitawaacha. I will never leave nor forsake you. Isn't that what he said? I will never leave nor forsake you. Hai. Leo ndio ametuachanisha. Hallelujah. I will never leave nor forsake you. Akarudi akaongeza akasema nini? Nayo amani. Hallelujah. Nayo amani. Amani ipitaye ufahamu wa Binadamu. Amani ipitaye ufahamu wa Mwanadamu. Saa hizi mtu anaweza shindwa. How comes you're peaceful? Na huku nje kuna vitisho. How comes unasifu na pande hivi ndio kuko hivi? Why? Because yeye ambaye alisema hatuachi yuko ndani yetu. Hallelujah. Nasi tuko ndani yake. Hajatuacha. Na amani ambaye ipitaye ufahamu wa mwanadamu akasema iko ndani yetu. Ai, hallelujah. Then why should we fear? Let us be peaceful. Let us be happy in the Lord. Hallelujah. Tutembee tuwe tukisema na tukikiri, Yesu ndani yangu, mimi ndani yake. Yesu ndani yangu, mimi ndani yake. Yesu ndani yangu, mimi ndani yake. Na kwa hivyo hata mahali utakuwa ukisimama, kwa sababu ni Yesu ndani yako na wewe ndani yake. Hatari gani itakuja pale? Ubaya gani utakuja pale? Hata mahali wewe upo. Hallelujah. Hata mahali wewe upo, ukuu wako utakuwa ukipatikana. Hallelujah. Mahali wewe upo. Oh, hallelujah. Mahali wewe upo. Hallelujah. Unanisikia? Mahali wewe upo, hapo pote panakuwa na amani. Mahali wewe unaingia, hapo pote, because yeye uhai yuko ndani yako na wewe ndani yake. Mahali unafika, hapo pote panakuwa na amani. Panakuwa na uhai. Hata wagonjwa ambao wanakuja karibu na wewe wanapona. Si alituambia tutawekelea watu mikono na watapona? Hata kama hatuwawekelei watakuwa wakipona. Because yeye anajua na ameelewa tumeambiwa tusiwekelee. Hakoni asikii vile serikali inasema. But for you ukiingia mahali na uinue mkono, you speak just the word, malaika wanashuka. Wanatimiza. Ondoeni uoga. Tuondoeni kutetemeka. Tuondoeni. Because Jesus is with us. I don't know, I'm feeling so strongly that yuko nasi hata sijui nitaelezea nini. Hallelujah. Amen. Because yeye Mungu huangalia wale walio wake. Haikujalisha hata kutoka mwanzo. Wakati si sasa dunia imeanza kuwa na vituko. Si tunasoma katika Biblia. Sio sasa kumeanza kuwa na vitisho na vituko na magonjwa na nini. In fact siku za kina Mose it happened. Kina Mose wenyewe kina wana wa Israeli. Hallelujah. Musa alipoelewa watu wanakufa, alikimbia akamwambia wewe Aaron, kimbia huko katikati ya kifo na wale walio hai. Hallelujah. Toa sadaka hapo. Na wakati ambapo Aaron alifika pale, kifo kilikwisha. Where are the children of God? Mko wapi? Wale mlie na Yesu ndani yenu? Naye wewe na Yesu ndani yako na Yesu nawe ndani ya Yesu. Uko wapi? Haleluya. Alisikilia huruma watu wale na akaponya wagonjwa wao. Kuna ule tumeambiwa aliwachwa. Neno hakuna mahali imetuambia waliwachwa. Bwana asifiwe. Because ukienenda hapo mbele unaona ya kwamba aliendelea na kuambia wapatiwe chakula. Haleluya. Bwana asifiwe. Aliendelea na kusema wapewe chakula wakati mitume walianza kuambia hapana, sasa ni usiku, acha waende nyumbani. Bwana asifiwe. Hatuna chakula. Haleluya. Akawaambia hapana. Nini iko? Leteni kile kiko ili we deal with it. Because he himself is the word. Yeye ni neno. Na neno lililo hai likisema si hivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacheni tuondoe uoga. Maana tukiteremka hapo chini tunaona ya kwamba kuna pale ambapo Peter alimwambia kama ni wewe niambie. Tena walipoanza kutetemeka. Mawimbi yamepiga. Nakimbiza kwa sababu ya masaa, najua my time is finished for preaching. Mawimbi yalipiga. Haleluya. Mawimbi yalipiga. Wakawa wametetemeka. Hebu just read Kenya. I think it's good for us to hear the word by reading it from 22.
Let's read from verse 22. Utaenda kusoma Mathayo yote, but let's jump. Verse 22. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuwaaga mkutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari. Kinataabika sana na mawimbi. Maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli. Wakapiga yoe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji, ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yoe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Haleluya. Ewe mwenye nini? Imani haba. Little faith. Mbona umeona nini? Shaka. Why? Tuondoeni shaka. Sisemi uwe careless, but wakati umepiga magoti, omba neno la Bwana. Tembea kwa hii dunia, sema Masu wamesema fanya, Osha wamesema fanya, obey. But inside you hauna shaka, so that wakati ambapo utakutana na situation, you will be able to stop that situation. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Because usipigane, usiseme mnaniona. Ni wapi Yesu alijionyeshana? Hakuna. Yeye ni kukaa kando, wamekuja. Sasa hiyo inainuka imani. Hapa anaambia Petro, Bwana, umeona shaka? Tuondoeni shaka. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuendelee. Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. 32. Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamshuhudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Ushuhuda utatolewa. So long as tutasimama, testimonies zitasikika. Amen. But usioneshane, don't show. Sijaribu kusema naombaga najua. Mungu akitaka kitu ufanye. Biblia inaniambia yeye ndio guide footsteps zetu. Ndio ni wana kama kimya. Sasa unajikutanga huko katika hiyo situation. Na wakati umepata katika hiyo situation inakuforce ufanye. Nimewambia mara nyingi kuanza ministry mingi bodi ilifanyika. Si mahali nilikaa nikaomba. Ni mtu napata huyu aya mgonjwa huyu. Shida barabarani na watu. And God kept on doing. Bwana asifiwe. Kwa vile mimi nilifunzwa hivyo Bwana wafunza. Si kitu kingine nami nikachukua ile na nikaanza kutembea kwa imani. Oh haleluya. Tumalizie tu, let's finish it. Now 34. Na walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genesareti. Na watu wa mahali pale walipomtambua, walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi. Kote hapo. Na watu walipokwisha kufanya nini? Kumtambua. Haleluya. Kumtambua. So wewe ukiwa mtu wa Mungu na ukiwa una Yesu ndani yako na yeye ndani yako, ukikubali roho wa Bwana atamalaki na atawale ndani yako, hujitambulishi. Hujitambulishi. Wao wanakutambua. Haleluya. Wao wanakutambua. In fact, Mungu hata utumana kwa mtumishi wa Mungu. Enda kwa brother Peter akuwekelee mikono. Unapata mtu amekwambia mimi nilitumwa. Haleluya. Mungu
Mungu ndio utambulisha walio wake. So tuache uoga, tunyamaze, tunyenyekee, tujiachilie kwa Roho. Yesu alisema hata hajatuacha. Walipomtambua, unasikia vile neno limetuambia, walipomtambua nini ilifanyika? Na watu wa mahali pale walipomtambua, walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi. Unasikia vile walifanya? Wakajua victory kuna Mungu. Sasa hawataki kujua, wakaanza kutumana. Pero matengeri victory. Mutana dia bagadi kwendeni victory. Haleluya. Matana dia Kenyatta victory. Haleluya. Na sio nyinyi mmesema, hamujainua, hamujajitangaza. Walipokuisha mtambua. Oh haleluya. Sieko jabashi mwana. Sieko. Oh haleluya. Bwana asifiwe. Walipomtambua, walituma watu wa kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi. 36 inatuambia nini? Nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu. So because wametambua nini iko ndani yake na yeye ni nani. In fact, walikuja sasa wamenyenyekea, wakiomba, oh Lord, wacha tu at least tuguse. Because hata waliogopa kwenda karibu na yeye. Kwa hivyo wanaomba ruhusa, please, wacha tu niingie, wacha tu niguse. Haleluya. Because walijua nini watapokea kutoka hapo. Ati akasema nini? Nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu. Na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Nusu. Wakaponywa nusu. Wakaponywa nini? Kabisa. Bwana asifiwe. Wale waliogusa waliponywa kabisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacheni tusimame kwa imani. Tuguze hata Yesu kabisa bila wasiwasi. Sometimes nimerealize hata sengine tunaweza ombea mtu, usikie huyo mtu bado anaendelea anakuwa na ugonjwa. Why? Jiulize kama umemguza kabisa. Because sometimes ukisikia kama mwili hujasikia vizuri, ajeria kuradhira mwili wako na kurega. Haleluya. Anza kukataa. Sema mimi ya kwamba mimi uhai wa Yesu Kristo na uhai tele uko ndani yangu. Uhai wewe mwili wangu, uhai uko ndani yako. Bwana asifiwe. Hautasema hivyo wiki mbili na hiyo jambo isikuishe. Huku utaikuwa haya, damu waru. Haleluya. Bwana asifiwe. Because umesimama kabisa na umeamini. Nao wakamsihi waguze hata pindo na vazi lake tu. Na wote walioguza wakaponywa kabisa. Haleluya. Kwa hivyo kutoka siku ya leo wana wa Bwana, tuponeni kabisa. Amen. Tuponeni kabisa. Amen. Mimi nimepona. Sijui kama wewe umepona. Pona kabisa. Pokea amani. Pokea furaha ya Bwana. Amesema ni amani pita ufahamu wa mwanadamu. Yesu akatuambia kwa mijeredi tulipona. Kwa hivyo tunatoka kwa hii nyumba tukijua asli ya healed. Twahonilio miaka ngiri kutirenda kumenyekana. Niki mulimo kihana atia. Daktari ndio wa corona. Yagashida metoda yake. Haleluya. Yetire hiko kirashida metoda ya Kristo. Kristo alikubali. Na kwa sababu alikubali, what is that? That is more than those stripes of Jesus Christ. Nini hiyo imeshinda? Na akasema ni uhai na uhai tena. Pokeeni uhai wa Yesu. Pokeeni nguvu mpya. Pokeeni furaha yake. Endeni mshinde ulimwengu. Alisema ni kushinda na kushinda. In the mighty name of Jesus Christ. May God bless you all. As we go on, tukiendelea na kuwa zaidi ya washindi. Bwana asifiwe, kwa sababu yeye ndio alisema. Biblia inaniambia, for thus says the Lord. Tiwajiro, mimi nimeondoka. Amani ya Bwana. Haleluya.